Yaani jana nimeelewa mpaka nimelala na nguo hizi. Kweli pombe sio chai. Na nyingine pia nilibakisha. Imo. Ngoja nimalize. Amani ya moyo. Mwanaume vipi? Sasa nini sasa? Wewe yani nimekwambia leo utoki huko ndani. Wewe mbona unasema wewe? Mimi nataka kutoka bwana, nataka pesa zangu bwana. Nini kwa mimi funga. Wewe mbona unasema bwana? Hicho lote ni sia sicho bwana. Yaani utakaa mamo ndani leo. Mwanamke mwingine si ngoje sio hapo. Yaani leo hautoki mpaka nitakaporudi. Umezidi sana huni mwanamke. Usione vidada viko pale tu unavifuata. Utakaa mamo ndani. Imo. Ngoja nimalizie. Mama! Yaani wa mabinti mpaka saa hizi hawajarudi. Kama wageni na hii kazi kila siku anaifanya. Mpaka saa hizi jua linachomoza hivi. We Kistobe. Kistobe. Amka. Kwani vipi Bikinega? Nakusikia tunatupigia makelele asubuhi. Kwani ndani kuna kanuni ya kuja kutochelewa kurudi? Wewe na siku hizi umekuwa kama hakimu vile. Yaani mimi nakuelekeza jambo la maana unanijibu nini hivyo? Wewe. Ayaona sasa hizo mpaka saa hizi hawajarudi. Kwani ndani kuna kanuni ya mtu kwa kurudi au kutochelewa kurudi? Wewe naye unafanya yani kama hakimu. Mimi nakwambia vile yani wewe unanijibu nini sasa? Shortcut unanijibu hivi. Amani ya moyo, kitu cha thamani kuliko mali yote duniani. Nilizunguka dunia nikitafuta furaha, nikadhani pesa ndiyo dawa ya maisha, lakini moyoni bado kulikuwa na majeraha. Tabasamu usoni, ndani nikilia kimya. Marafiki wengi lakini upweke hauishi. Usingizi wa tabu kila usiku na nisitiri. Nikagundua amani si gari. Ni sauti si ya Subira hii naisikia hii. Yaani amechelewa kurudi, alafu anarudi kwa mbwembo. Hebu makubwa haya. Hey. Wa Kistobe. Kistobe. Yaani mtu amechelewa kurudi, amelala usiku mzima, anapewa shilingi 5,000. Kweli jamani? Naye anapokea kabisa? Au ndo huo lokole alikuwa nao? We Kistobe! Kistobe! Wewe Bikinega wewe. Nakusikiliza kwanza kumekucha hapa unapotupigia makelele. Yaani kucha asubuhi lazima uanze kwa nanga wenzio. Utasema wewe bikira bwana mundani. Kama wewe biashara yako haina wateja, jipambe jilembelembe mtoto wa kike upate wateja. Sio kuto kwa nanga wenzio utasema wewe sister kwa mafunzoni. Wewe vipi bwana? Stop. Usiendelee na maneno yako. Kama wewe hutaki basi.
Ng'ombe anautaka. Sema tushamtukana. Wani kazi bana sijakana milegelele. Yaani mambo nayaona huku nje. Mama, yaani mimi naona faidi. Yaani na faidi kabisa. Mama we! Kumbe we naye. Bikimega sisi la kugombana bwana. Hebu ngoja nje kuangalia huko. Mimi na wewe shaka hatuwezi kugombana. Hebu njoo uone. Kwani nini? Ni shemeji. Usinifunje hiyo utanichania nguo bwana. Kwani nimefanyaje? Kuna nini jamani? Jamani ananikaba. Kwani kuna nini? Kuna nini? Mama. Kuna nini? Umefanya nini? Unajua mimi kabisa. Unachukua Wana vitu vya dena ni. Si ulisema utafanya fujo yote? Haya, ungemuumiza. Watu wanatembea huko anaumwa. Sijui kama unaelewa. Unaelewa? Haya, nakuomba tu uende. Tamalizana si wenyewe nenda. Sijui kaongeza mengine kwa. Nikinene. Asa unajitisha umania. Kazi tu kujiliza, uambie ukweli. Sio unaniangalia, uambie ukweli. Sio kujilizaliza tu. Mtu mzima halii. Kulikoni? Mwile nyika tena. Hayo umemkosea nini yule jamaa? Yaani nyinyi bwana mnigombelezea unaniuliza umemkosea nini mmekaa tu hapo? He, ndugu yangu, sisi tunaogopa kupigwa. Kwenye kajazia yule, tunamweza wapi? Wewe kama umebananga huko utajua mwenyewe. Haya tuambie kuna nini? Sasa mimi niwaambie nini sasa? Yaani nyinyi bwana mnigombelezea tufahamu ili tuweze kukusaidia. Kwanza mimi roho yangu inauma. Mbona alivyonikaba hapa? Kwa kweli. Ngoja mimi niwaambie ukweli. Huyu Bikinega huyu. Kitu alichonifanyia mimi. Makubwa. Wewe Bikinega. Hebu tuambie wenzio, maana si hata hatujui kinachoendelea hapa. Kila siku anajitia una mdomo, leo amekubagaa. Amemkuta. Makubwa madogo ya nafuu. Na kilemba chake utafika toka msibani. Hatari. Kila mtu atashangaa. Bikinega kasuka mpango na Bibi. Yaani huyu kaenda kuongea na Bibi. Ipo hivi. Bibi alikuwa ananitaka mimi. Kuanzia muda sana. Lakini mimi nilikuwa simtaki. Yeye kaona njia rahisi kunipata mimi aende kwa nani? Kwa Bikinega.
wakakutana Bikinega, wakaongea yao, wakayamaliza, sijui wakapiana na hela, sijui kawaje, mimi hata sijui. Kwa hiyo hapa mimi kanitoa mkuku, nenda kuna mtu anakusubiri pale. Kumbe yeye anajua 1 2 mpaka mwisho. Mimi nimeenda kule nikwenda kujizalilisha tu. Afu sasa hapa anaanza kujilizaliza kafiri, yani kaonewa. Wakati yeye ndo mwenezi. Bikinega. Huo sio ubinadamu. Huo sio ubinadamu. Utakuja kumuuza mtu akafie kule kule. Wewe ndo utaenda kujibu. Sijui utaenda kujibu nini. Niangalie tu, ila Mungu ndo atakayelipa yote haya. Yaani nyimbo la nisikilize kwanza mimi ninachokiongea. Mimi kweli ile pesa mimi nilichukua. Lakini ile pesa mimi baada ya kuchukua, mamangu alikuwa anaumwa. Ndio muuze mwenzio. Wewe umekosa nini? Sasa simniulize vizuri, sasa niwahadisie. Haya tuambie. Mimi nilipigiwa simu shamba, mamangu kadondoka. Umeona? Anaumwa, amepelekwa hospitali. Sasa mimi ningefanyaje kama sio kuchukua ile pesa? Wewe mama hapo akiwa anaumwa, umeona ni heli umuuze mwenzio. Kwa nini usijiuze mwenyewe? Una bwana kukupata shilingi 5,000 kwenda kunini? Kumtumia mama. Yaani nyimbo la mnigombeleza mmenyacha bwana mtu mda mwingine mzima kwenye hilo ndo mnajitokeza. Yaani bwana angekuwa kabisa. Amani ya moyo, amani, amani, amani ya moyo. Basa. Niambie. Kama kawa. Mbona kinyoje basa wangu umekafu mazingira yale sana? Acha tuwaje sisi. Kizibote hamna nini hapa leo? Hamna kitu yao. Hapo nimekumbuka basi. Ile siku ile nimekuona sentani hivi kama unajazi, yani kuna mtu kama unapigana naye hivi. Wewe uko. Mimi sikuwa napita pita zangu Selenge nikakuona umefula kabisa yani. Mdogo wangu. Kuna watu wengine duniani wao wamezaliwa kuzingua watu. Kabisa yani. Unajua demu mmoja huko, kuna demu mmoja alikawa wanawake wanaokaa hapo chumba hicho hapo kati hapo. Na dada mnene hivi. Nishampata. Demu mwanangu alikuja moja kwa moja, yani gea moja kwa moja kwangu yani. Na dada moja nampendaga hapa, namtaka sana pale ndani. Sasa dada wewe bonga kanambiaje? Nipe hela. Utafanya mpango utakuwa nayo yule mwanamke. Kweli bwana, mimi katoa mzigo kama 100,000 hivi. Nikampa ile. Afu mwisho siku nilifanya chochote cha maana mwanangu. Siku dada anakuja ananiambia ukweli, rafiki yangu mimi sikupendi, sina shida na hela yako. Afu kumbe yani yule bongo kumbe kachukua hela yake peke yake. Oya mjomba. Hiyo noma hiyo. Nilipoingia mle ndani. Alipofanya action hiyo mlango kwanza alipofanya action. Oya, walikimbiana huko ndani kimya wote kama kuku. Piga kwanza kwa mlango kama vunja huko mjomba. Kaingia ndani kamtole bongo. Kumtole bongo kama kile kimwangalia kumpiga na mpiga hapo. Kabidi niachane naye. Ila alizingua. Ndio maana katoka mdau yani nilipotoka vile yani sikutaka kuongea na mtu yote yani. Mimi mwenyewe nilikuona nikasema hapa nikienda tapigwa. Wewe acha. Maana kuna kujua mwanangu sana mbavu ile. Ila vipi lakini? Fresh mwanangu, mimi nikaona nipite hivi ndo nashangaa nimekuta maskani hapa ni. So kawaida yako klasi kama hiyo. Sema wale mademu wale. Wale mimi nawajua. Wale mademu yao mwanangu. Yaani wale pale mona. Umepigwa padogo. Umepigwa padogo. Kwa mimi mbwa padogo 100,000 imepigwa padogo. Sasa hiyo hela mzee. Ndio wangu acha kuzingua. Basi. Unaelewa? Wazingua za nini sasa? Amani. Kwa nini imepigwa kidogo yani imepigwa kidogo sio? Wachukulia mimi ile 100,000 ndogo. Ndogo wangu utaoa wewe. Utakuona pachungwa sasa hivi hapa mjomba huju. Wewe vipi babu wewe? Mbona kama anodi? Kuwa sawa sterling wewe wakindi. Vipi lakini? Kama sawa.
Angalia viatu kwanza jinsi vilivyowekwa, alafu chupa mkononi, alafu mwangalie jinsi alivyo. Yaani unaonekana kabisa kama kakopo. Wa dada njoo. Njoo mara moja. Yaani watu wengine hata aibu hawaoni. Sema wewe ndo mkubwa mwanangu. Wewe mimi na yeye mkubwa na. Wewe kama mshike mkono huko nini sasa mpaka watoto waone? Wewe unaangalia watu kibao. Wa mshangazi njoo basi. Surprise kizuri nataka nikupe. Na sio hapo wewe hujakunywa kabisa. Jinsi ninavyokujoesha shemeji yangu, hapo hujakunywa. Nataka tuondoke hapa sasa hivi tuingie hapo nani hapo? Tukanywe kabisa yani. Je, uko fresh? Wewe vipi? Wewe nini naona kaza mtu wewe unaona cheni ya gharama alafu unakaza bei moja hii sijui umekopwa. Kwani umeelewa? Shemeji umeelewa? Hata sijalewa. Sasa sinaona sasa. Mzetu hapo. Uja huyu. Mzetu hapo ukanywa unasemaje? Tuondoke babu 2 3. Hiyo yenyewe moja tu. Aijua hiyo. Mambo yake. Yale. Unajua nini sasa shemeji yangu? Vipi? Wewe mali yenyewe wewe umekopa kuna mshikaji umekuja naye. Akala viatu kwa tia aibu lakini nini sasa hivi? Amani yana, amani mina, amani harmony yo. Amani yana, amani nina, amani harmony yo. Amani.
unanichukulia poa. Sio poa nini? Wewe si nimeelewa au sio? Mimi najua hujaelewa wewe. Sikia. Kwa tunaenda tu. Achana na nini bwana? Oa mjomba, kama vipi achana naye. Tunaona tupotezea muda tu. Sisi tumwambia kama vitu wenzetu alikutaka leo, alikutaka chakula kama sisi watu nini. Basi kama vipi ondoka basi. Umeelewa? Ondoka basi. Nichenge. Hii. Angalia kofia yako. Uende. Ndio maana umekopa. Wewe nini wewe? Vipi wewe? Kama vipi pita kushoto. Si atumbeleza. Tu mwenyewe unajiambia mbali. Tunasema kuona vile vile. Au unataka mambo yetu? Au fila mtu. Fila mtu hapa. Hii unataka leo na nini? Wa shamba tu. Kalio lenyewe una. Eti. Wewe vipi babu? Tuweka unaenda mbele unarudi nyuma. Nenda huko. Hata tukuogopi kwanza. Ana kitu. Bwana nini mtu umechoka usilalia. Niache bwana, mimi nimechoka jamani. Umechoka? Nimechoka. Sasa nikwambie. Nimekiona kila kitu. Kitu gani umekiona? Unachokifanya. Nimefanya nini? Hebu amka. Amka kwanza ulete zile hela. Jamani, hela gani tena? Unajifanya hujui? Nilikuwa nakuchola tu hapa. Umeshuka, umeenda, umerudi na kuangalia tu. Amka bibi. Unajifanya umechoka eti na usingizi. Nimechoka jamani. Hebu kaleta hizo hela kwanza. Hela gani? Hela gani Hela gani Naomba kaleta hizo hela kabla sijachomesha mchongo mzima. Ndio amekuwa jamani. Wewe ulikuwa unanichora tu. Hata upite mgao. Sasa hapo nikupaidie. Maana hapa leo nilikuwa nataka tuende kwenye ile baa ile. Hata kwanza mfupa hii. Sasa hapa tunaenda kwenye ile bali one touch au tunaenda pale kwa Zahara. Unapajua pale? Napajua. Unapaita Zahara Cooling Point. Tunaenda kuitega ile sponsor. Mara nyingi naoga pale. Yaani tukifika hapa tunapata bia zetu mbili. Baada ya hapo mambo lele. Kila mtu anapata kitu chake. Hapo umenikosha shule yangu. Hapo unaongea. Unataka kukausha nilikuona. Jamani mudani. Kalamu sokoni. Nitie milala. We Kish. Chao. Amka basi tukapike. Nalala tu. Yaani mmekula mmemaliza mmeshinda hata kutoa haya mifupa ya kweli. Yenyewe dada ni wachafu. Hata kama ndo kujiendekeza tu usingizi. Kishtobe. Amka basi tukapike. Chao. Haya. Hamna shida, mimi naenda kupika. Nisimwone mtu ananifuata ni mbaya akuta.
ndani kuna watu kweli jamani. Una msiba au? Ana umekaa, umerelax mwenyewe. Na maskini wenzio wako wapi? Naongea na wewe umekaa kimya. Mganga, mimi na mabwana zangu hawa wawili wananing'ang'ania yani mpaka kero. Sasa nafikia hatua mpaka wanapigana huko mtaani, wananiharibia mimi mambo yangu, mpaka wateja wangu wengine wanasikia. Sasa hapa nimekuja, ninachotaka ni hiki kimoja, la wafe kabisa au tuwafanye wewe machizi, ili mradi mimi wasiendelee kuniharibia huko mtaani, wanifanya mimi nakosa wateja. Watu wanaonisaidia wanaogopa sasa hivi kunifuata. Umerelax mwenyewe kwenye kitanda. Una tabu. Umechangia nini hapa wewe? Nakuuliza. Unaongea, umekaa kimya mwenyewe. Walotoka wenzako ndo wajanja. Wewe umejilalia tu, si tutoke nje tukuhangaike wewe, mwaboteka boteka. Muone sura yake. Akatapikwa. Unajua kitanda hichi bei gani wewe? Ushachangia mia yako hapo. Au umekaa tu. Oyoyo wa mwisho wewe. Mnanga nipishe bana, mimi nilale bwana. Kwani kichu? Wewe uweze kupusha kulala. Naongea unanijibu. Sasa utanipisha au nipishe? Wewe. Nitakupiga na chupa sasa hivi. Naomba unipishe mimi nilale, nakuomba. Basi nala. Ngoja sasa wenye hela zetu tulale sasa. Oyo. Mama, hiyo ni kazi ndogo sana. Umenielewa? Hiyo ni kazi ndogo sana. Kulumbiza. Naam. Sawa. Jambo lako hilo mama limekwisha. Kama ni kuwaua ni kazi nyepesi sana kwangu. Sasa basi. Kulumbiza. Naam. Sasa basi. Nena maneno yako yote uyaseme humo. Sema, usiogope. Safi sana. Jambo limekwisha mama. Kuwa huru. Umenielewa? Kuwa huru. Tayari tumeshawapoteza wote wawili. Unaweza ukaenda. Aya.
Aya. Kurumiza. Kuishi habari yao vijana. Tumepoteza katika ulimwengu huu. Aya. Amani ya moyo, amani, amani, amani ya moyo, amani nene, amani harmony yo. Sasa hivi. Salama. Karibu sana ndugu yangu, hapo kuna nyanya, hapa kuna karoti, kuna nini hapo, kila kitu kipo. Kuna bamia. Naka nyanya za 300. Za 300? Nyingine? Alafu dagaa. Dagaa hapo 500 kikombe. Moja tunatosha. Kingine mteja wangu? Ya chungu. Ya chungu hapa 200. Bamia amenekea. Bamia ni. Nataka kitunguu. Kimoja tu kinatosha. Okay. Ya chungu hapa 200. Nifanye pesa 300. Relax mteja wangu, yani hapa ndo kwa Mr. Maofa, wengine wanapenda kuniita Mr. Kitunguu. Karibu sana, jichagulia hapa yani kama nyumbani, Hamna bana, vinatosha hivyo. Basi tuwe na wasiwasi. Shukrani. Karibu sana kwa Asante. Aya. Kurumiza. Naam mkuu. Kurumiza. Naam mkuu. Kuna wageni wanakuja. Kuna wageni wanakuja. Na wageni hao wapo wawili Kurumiza. Wapo njiani wanakuja. Wanakaribia. Aya. Karibu. 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 Mnaweza mpoka. Aya. Kurumiza. Naam mkuu. Aya. Mama, karibuni sana. Asante sana. Najua kitu wananipa ni nini. Mna shida.
mna shida na wanaume? Ndio mganga. Kulumbiza, wanaume wamepata. Sasa basi, shida yenu imekwisha mama. Sawa mganga. Na wanaume mtapata wengi sana, isipokuwa mzingatie masharti nao hapa. Sawa mganga. Mmenielewa? Tumekuelewa mganga. Mmenielewa? Tumekuelewa mganga. Kulumiza. Na mkuu. Sasa basi, na masharti mawili. Nitawapeni dawa. Ndio mganga. Sasa basi, hiyo dawa ninakupa utoga usiku wa manane. Sawa mganga. Utoga mara 2. Ukishamaliza kuoga, hiyo dawa tutaweka katikati ya mlango. Mmenielewa? Ndio mganga. Na wewe nakupa dawa. Na wewe pia utoga usiku wa manane. Sawa mganga. Na hiyo dawa utaweka katikati ya mlango. Sawa mganga. Aya. Mganga, mimi nilikuwa ninaomba kitu kimoja unisaidie. Mimi nina mwanaume wangu kabisa, tunapendana vizuri. Sasa yani nilikuwa nataka unipe dawa, ni mpumbazi. Mama, leo utapata dawa moja tu, inabidi uje siku nyingine. Kwa leo sitaweza kuhudumia mara mbili. Mmenielewa? Tumekuelewa. Mmenielewa? Tumekuelewa. Aya. Puliza huko. Kulumbiza. Mnaweza mkaenda. Sawa mganga. Wacha. Aya.
Mambo. Mzima. Uko fresh. Kwanza sijui nikwambie kwanza. Unakaa wapi kwanza? Mimi nakaa mtaani. Maana soma la kwanza kukuona katika pitapita zangu. Samani, kwa majina naweza nikakutambua jina lako? Mimi naitwa Upepo, si mdogo. Upepo tena? Ndio maana umenipitia na sikia. Ni bwana, mimi naitwa Pakacha. Ukisikia mtaani Pakacha ndio mimi hapo. Jina nzuri. Asante. Basi manini? Umeona kipindi nimekuona kama mtaa fulani pale mbele? Unaweza kugeuka kidogo. Na vipi? Acha utani bwana. Sema unajua nini? Yangu ninapita hapa, ila kuna kitu nitapenda tuongee. Niambie binti yangu. Kuna kitu nataka nikwambie. Niambie mwanangu, nipo kwa ajili yako. Kuna mambo hapa yanaendelea nyumbani, mimi hata siyaelewi. Kuna vitu vinaendelea hapa nyumbani, yani nashindwa kuvielewa kabisa. Vitu gani tena mwanangu? Unajua baba ni mjumbe. Kwa kuna vitu vinaendelea hapa mimi nashindwa kuvielewa. Alafu baba anatoa kesi nyingi, yeye anatakiwa azisolve hapa. Lakini mambo naona yanakuwa mengi. Ehe, mwanangu nimekuelewa. Sawa? Yaani mimi mamako nimeshakuelewa binti yangu mzuri, sawa? Yaani wewe mambo ya babako achana. Na unajua babako anakupenda. Alafu babako anapambana mwanangu ili usome. Yaani sasa hivi mwanangu uko chuo, yaani kazana na kusoma. Sawa binti yangu? Yaani wewe pambana, kazana na kusoma. Mimi nakuombea kwa Mungu upate kazi nzuri. Unajua ukifanikiwa na mimi mamako nimefanikiwa. Sasa mwanangu soma. Sawa? Mambo ya hapa nyumbani achana. Usiona mimi mwenzako hivi nanenepa. Sina hata mawazo. Umeona? Yaani na amani wewe unachokiona hapa nyumbani kiache hivi hivi. Umesikia binti yangu mzuri? Sawa, wewe soma. Sawa? Yaani hata usijai na mambo hapa. Sasa nenda kachote maji. Mimi niko huko ndani napika na kusubiria, sawa? Usichelewe, makini babani, umesikia? Changamka sasa, nenda kachote maji, sawa? Mimi nimekupenda. Wewe umenipenda mimi? Mimi Yai. Hujawahi nini? Hujawahi nini? Hujawahi ulivyokuwa hivyo, hujawahi wewe? Mimi sinakwambia kitu cha ukweli. Mimi mjini. Fresh, sawa. Kama hujawahi, mimi ndo nataka niwe kama mpenzi wako. Mimi naogopa. Naogopa. Mimi naogopa. Sasa. Wao pale rafiki yangu wewe. Nataka tuingie hapo mmoja. Umbea maana tusumbana. Kwa sababu kuchamba umbea hapo kibao. Sio kama ningiza mkingi unaomba. Kwa nini unaangalia? Amani ya moyo, kitu cha thamani kuliko mali yote duniani. Nilizunguka dunia nikitafuta furaha, nikadhani pesa ndiyo dawa ya maisha. Mambo. Uko poa? Kutoka shule? Kilichotanga?
Habari binti. Poa. Kwema kabisa. Kwema. Samahani binti, wenzako wapo? Wapo kiasi, wengine wapo. Samahani, unaweza ukanitia? Sawa, subiri kidogo. Basi naomba waite na mazungumzo nao kidogo. Haya, ngoja nguitie. Haya. Nyie jamani, mwandani mnaitwa, sijui kuna mgeni wenu, sijui nani yenu anawaita. Tumekuja tena. Tumekuja. Jamani, shida nini tena? Watu tumetokea tumelala. Hebu njoni na nyie, si mnaitwa? Toka nje. Yeye naye mmezidi ekaeka kila siku jamani. Madeni hao? Wazima. Wazima, shikamoo. Samanini jamani. Wengine hapa ni wanangu, wengine ni wadogo zangu. Naomba mnisamee kwa usumbufu, maana nimewasumbua. Jamani. Mimi kuna mambo ambayo nayaona hapa sijapendezwa nayo, wadogo zangu na watoto wangu. Sawa? Kuna vijitabia hapa naviona sio vizuri. Alafu isitoshe wote tunaishi tumepanga hapa sehemu moja. Na wote tukipanga sehemu moja tunakuwa kama ndugu. Sawa, maana nyinyi mnaweza mkapata shida mimi nikawasaidieni. Au nyinyi mkapata shida mimi na maana tunaishi tunategemeana. Kwa hiyo naombeni zile tabia mnazofanya sio nzuri. Naombeni mpunguze, sawa? Maana siku hizi kuna mambo mengi, magonjwa, maradhi. Ushaanza kuchangamka Na kama hapa tabia moja juzi yule binti mmoja alikuwa pale anamfanyia mume wangu. Nilikuwa naona lakini nilikuwa sijapenda. Kwa hiyo kitu hiko kama kitawezekana nilikuwa naomba mbadilike. Siku hizi kuna mambo mengi. Na mimi leo inaniuma maana yake niko wageni kama wanangu. Na singependa mpotee kama hivyo mnavyofanya. Waambe. Mbona mshauri? Yametukuta makubwa. Na mama mshauri. Umekusikia. Haya. Asante, tunashukuru. Sisi tumekuelewa. Sawa mwanangu, usiwafuatishe usi kama wenzio, sawa? Maana yake wameshindikana. Sasa dunia imebadilika mwanangu, sawa? Wewe na wewe twende bwana, unakubali utakuta kufanya. Amani, 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 amani. Kinachotanga? Nasoma kweli? Ninapenda. Mimi Nitakusomesha. hapana, unanikosea. Mimi mwanafunzi. Wewe si kama baba yangu wewe. Tena babu yangu. Mimi si binti yake. Uje na maneno kama haya. Unanikosea. Unanikosea sana. Usi mtu mzima wewe. Hapana. Takupa pesa. Hapana. Takutajidi kukuelimisha na kila kitu, yani nipe pesa mengi. Hapana. Mimi niishi na wazazi wangu, wanahudumia kila kitu, uje unihudumie wewe. Wewe unafuata. Hapana. Unanikosea mimi. Unanikosea. Au nikupigie kelele? Nikupigie kelele? Nikupigie kelele? Nikupigie kelele?
amani ya moyo, amani, amani, amani ya moyo. Yaani mzee, hapo hapo nisubiri. Baba leo nitakomesha. Twende haraka. Hiyo tabia yako ya upumbavu, twende kwa nikakuvunja. Yaani wewe, twende kupumbavu. Umeua mke wangu. Mume wangu nisaidie mume wangu. Ona mtoto watu Mungu wangu. Haya ndio uko unataka haya. Unasababisha mambo unayosababisha unasa mtoto watu jamani. Umeshaua. Mume wangu usiseme hivyo Mungu wangu jamani nitaamka. Mungu wangu jamani. Mume wangu na unataka nisaidie basi. Kumbe hapa alafu yanatokea matatizo kama haya mimi sitakuaje sijui. Hapo mimi kabisa mume wangu nisaidie wewe ndio unataka haya bwana. Jamani mtoto wangu. Njoo basi mume wangu nisaidie mimi nitafanyaje? Jamani. Mume wangu nisaidie mume wangu nisaidie jamani mume wangu nisaidie. Amani yana, amani mina, amani hamoli yo. Amani yana, amani nina, amani hamoli yo. Mjumbe, yaani katika kesi zote zilizopita hii sasa ndo kesi upo? Hey, yaani hapa tupo majaji, mahakimu, yaani tunamaliza. Si unanielewa? Hey, yaani haiwezekani mtu ajichukulia sheria mkononi. Hiyo ipo wapi? Basi kama kuna kikao, ngoja nikachukue jamvi mimi kwanza. We, ishi hapo hapo. Hapa hamna kuchukua jamvi, hamna kuchukua mkeka. Si unanielewa? Kesi ishi hapa hapa. We mjumbe, kaa hapa kwa kutulia. Tena mimi sipo sawa kabisa. Saikolojia yangu haijakaa sawa. Hebu nikae chini. Unaona unayotaka? Mbuzi wewe. Mwanamume usiokuwa na haya. Haya wewe kuangalia pale mdogo wetu anapigwa kisa nini? Wewe si ndio ulitaka utamu umepewa. Unaangalia tu pale na tumbo lako kaa kichuguu. Sasa kinachofuata, sheria ichukue mkondo wake. Huyo mkeo hawezi kujichukulia madaraka kumpiga huyo. Ndio, huyu mama anajichukulia sheria mkononi. Kwanza mtu mzima au tumpige jamani. Mpige. Amani, amani, amani
ya moyo. Mganga, nimerudi tena. Nimekuja kutoa shukrani kwa kazi tuliyofanya. Ile kazi imeenda safi kabisa. Huyo mmoja nimesikia huko kwa kijijini ameshafariki, mwingine naye chizi anahangaika mitaani. Sasa nimewaleteeni zawadi. Nimeleta zawadi, mbuzi yule pale. Safi sana mama, nakupa hongera kwa hilo. Umeleta kitoweo. Sawa sawa. Mganga, yule aliyokufa tuachane naye. Huyu ambaye chizi nataka tumvuruge zaidi ya akili. Yaani aendelee kuwa chizi zaidi ya pale. Mama, jambo jepesi sana hilo. Jambo limekwisha. Nitafanya kazi yangu. Sawa mganga. Hapo iko ndo ninachokupendea. Jamani, shoga zangu, ndugu zangu, nimewaiteni hapa tuongee kitu. Hivi nyinyi humu ndani mambo yanayoendelea mnayaona? Sasa hivi hali ngumu, mnajua. Nadhani mnajionea wenyewe hii hali ilivyokuwa ngumu. Tunajua vizuri. Sasa hiki kikao ni kwa sababu ya Subira. Halo. Subira sio kununua sabuni, sio kununua mafuta humu ndani, sio kulipa umeme. Si tutoke tukahangaike huko. Tuje tumfanyie mtoto kila kitu, amekaa tu relax. Hana shida. Kila kitu tumfanyie sie. Mimi binafsi yangu mwenzenu Hapo hapo shoga yangu. Yaani umegusa mule. Mwenyewe alikuwa nataka nipate huo muda niwaite. Umeniwahi tu shoga yangu. Huyu bibi sio akufanya chochote humu ndani. Shoga yangu. Hivi ujishtoi? Kwa maisha haya ukakae ndani? Wenzio tutoke nje tukuhangaikia wewe. Wewe kilema. Una macho? Una miguu? Subira, unakumbuka kipindi kile marehemu shangazi ya Jafa? Mimi nipo huku natuma hela kijijini kwa sababu yako wewe. Shangazi ananiambia mwanangu mdogo wako huku hana ya nini? Daftari, uniform zimechakaa, sijui hela sabuni na kutumia. Wakati mimi natuma zile hela, kazi niliyokuwa naifanya ndo kazi hii, lakini nilitegemea mwenzangu utakapomaliza shule ukija huku mambo yatakuwa sawa, tutaenda tutasaidiana. Lakini mwenzangu umefika, umetulia, huna cha kufanya. Sasa hata marehemu shangazi kwa aliko atanisamee kwa hili. Yaani binafsi nimechoka. Kabla mjaongea mengine. Inapo nilikuwa ninaomba umenikaa hapa shoga zangu. Mwenzenu anatembea na bwanake anauza genge pale ndo anampa vidaga vyake kila siku anatuletea hapa. Anauza genge. Anatuletea shamba mundani. Bwana muuza genge, Subira, bwana muuza genge atakusaidia zaidi ya kupa minyanya na vitunguu katuletea uozo ndani. Bwana muuza genge, hivi kweli lazima uweze kuwa natuma mimi. Akatupo kijijini unasoma mwisho wa siku ndio unakuja kushia kwa muuza genge. Kwa hiyo wewe bidada, si tutoke huko mtaani huko tukaswampe, tujinengeneshe miili yetu, tununue vichipsi vyetu, kuku zetu, uje ukae ule tu hapa. Tena mimi nina wazo. Maana huyu bibi ananichefua nikimuona hapa. Wazo langu mimi, huyu bibi hapa ndani hapa mfai. Yaani huyu bibi kanyea kambi. Mpo hapa aondoke. Jamani, naomba hata nikae hata muda mfupi nitafute kazi mimi. Nitaondoka humu ndani. Yaani hapa leo hakuna cha nini wala nini, tumechoka. Yaani hapa leo over. Jiandae uondoke. Amani, amani, amani ya moyo.
Sasa mume wangu, nimeamua nikuletea hapa nikutoe out. Ingawa bado tunasubiria vinywaji, basi tuongee mimi na wewe. Sawa? Sawa. Yaani nimeamua nikuletea hapa ili tuongee kuhusu mambo yote yalotokea na ikaeka zote zile za wale mabinti. Sawa. Mimi mume wangu bado nakupenda. Kwa ndio maana nimeamua kukuletea hapa ili nikusamee. Sawa? Moyo wangu mweupe kabisa, yani mimi nimekusamea kwa moyo mmoja. Nataka tuanze maisha upya. Sawa mume wangu? Achana na vile vitu vya ajabu ajabu. Tuanze kama zamani tulivyotoka, sawa? Sawa. Basi huku tunaendelea kusubiria vinywaji. Kwa naomba mume wangu upunguze tena yale mambo yale ya ajabu. Wewe sinaongea na wewe. Wewe. Yaani mimi nimekuleta huku nikutoa utili mimi tumalize mambo ya zamani, bado tena unashangaa mabinti. Nilikuwa kusikiliza. Unanisikiliza wakati unashangaa mabinti. Kwa mimi ni mpumbavu, si ndio? Nilikuwa nakusikiliza mke wangu. Yaani mimi nimejishusha kwako na kati umefanya vitu vya ajabu, mimi nimejishusha. Bado unasikiliza wale mabinti. Sijaona mimi wale. Hujaona mabinti na kati mimi naongea naye kati uko bize kule. Sasa mume wangu nisikilize. Kuanzia leo na hapa napoongea, mimi na wewe basi na ndoa yetu imeishia hapa. Usinijue na mimi sikujui. Shenzi kabisa. Amani, amani, amani ya moyo, amani ya moyo, amani, amani, amani ya moyo. Nimeona kwanza jamani, niwakaribishia hapa nje. Kwanza karibuni sana, ila hapa tunapoishi kuna utaratibu. Kwanza humu ndani tunaishi kama ndugu, tunashirikiana kwa kila kitu. Tunashirikiana kulipa kodi, kuhusu kula, usafi na vitu vingine kadhalika. Sisi tunaelewana. Hivyo atakayeona hawezi masharti haya, hatutaweza kumvumilia kuwa naye. Kuna mwenzenu mmoja amekiuka haya masharti, hata hivyo tushaka kikao cha kumfukuza, ataondoka. Karibuni sana. Kwa hiyo halina shida, kwa sababu mimi kuhusiana na hizo kazi nishafanya sana. Yaani mpaka nafikia hapa si mara moja, si mara mbili. Yaani hilo jina lenyewe la Mamkali unalisikia ni kuhusiana na hizo kazi. Kwa hiyo nadhani hapa limefika kwa mwenyewe. Halina ugeni. Yaani kuhusu kushirikiana, kuhusu vitu vyote, yaani ondoa shida. Hilo limefika. Midali ushatugea utaratibu. Hiyo imeisha. Hiyo haina shida. Yaani hapa ndo kwa jembe. Karibuni jamani, pia tuko peke yetu, wenzetu wengine wameenda kwenye harakati zetu kama mnavyojua jamani. Jamani, wala nisielewe. Mnaongelea kuhusu kazi, ni kazi gani hiyo? Wewe nani? Usielewa kitu gani? Toka tunaondoka kwa ndio tunaenda kufanya kazi. Tumekuelezea tunaenda kufanya kazi. Sasa wewe umekuja huku, wewe unaenda kuongea nini? Wewe umekuja hapa kufuata kazi, kwa hiyo subiri kazi. Umenielewa? Hayo maswali mengine tuongee sisi baadaye. Jamani, tusikilizane kelele. Hapa ndio nyumbani, cha msingi tufuate maelezo yanayosema dada hapa, usafi, kodi na vitu vingine. Pia wakija wenzetu tusiwatenge. Kwa karibuni jitu letu. Bwana, sisi tunashukuru Mungu kutokea. Asante sana. Ilikuwa tuwe na ushirikiano. Upendo ndio kila kitu. Tukiwa na upendo na tukiwa moja tutafanikiwa. Na hata hizi biashara Mungu ataweza kujalia tukaachana nazo kabisa. Umelogo. Tukaachana nazo kabisa wewe. Amani.
Mbona utaki? Sio mbaya, si unajua? Sisi ni Watanzania, hatuwezi kuoneana na mbaya. Uko poa? Uko poa. Kiukweli nilikuwa napita hapa lakini nimetokea kuvutiwa na wewe. Sawa, naweza kujua jina lako? Hapana, kaka. Usiogope bana. Mimi ni hapa hapa bwana. Nakaa hapo nyumba ya pili hapa. Sawa, lakini leo siku ya kwanza. Sasa unaniambia nini? Siku ya kwanza unaniona mimi kweli? Hebu acha basi. Kweli? Okay, sawa, nifahamu basi hata jina lako. Okay, kama inakulia wewe, nisikuchoshe. Acha nijitambulishe mimi. Mimi naitwa Shedrack. So ni jirani yako hapa. Kwa hiyo nimeona kupita hapa afu mtu mwenyewe nimekuona umekaa hapo na kiufupi tu yani nilivyokuona tu nimevutiwa na wewe. Kwa hiyo ndio maana nikaja niongee na wewe basi. Sio hivyo. Nakusikiliza. Okay, samahani. Kwa sababu mimi ni jirani hapa na nafurahia sana kufahamiana na majirani zangu wote. Mimi huaga ni mcheshi sana. Unajua? Kwa kwenye pitapita zangu mtaani huko napendaga nikae na majirani kila nyumba nao kutana nao niongee nao story. Unajua sasa sasa hii nyumba kidogo imenifurahisha, umeona? Na hivi kuna muda nakaga kijiweni na wenzangu pale wananiambia pale kuna nyumba kuna chumba kimoja hivi kuna wadada wanakaa wengi na mimi ukiona ni mtu wa hivyo vitu, umeona? Sasa kwa bahati mbaya nzuri nimepita hapa nimekuona wewe kidogo unaweza na wewe labda ukawa ndo mmoja wapo, unajua? Ukawa mmoja wapo ukanirahisishia hata kunionyesha kuwa hata kuwa nikutane nao tupige story. Mimi ni mtu wa story sana. Yaani kiukweli unaonekana. Kwa hiyo kama unavyoniona mimi ucheshi wangu, ningeomba pia yani unisaidie hata kunionyesha hata hicho chumba labda ambapo wanakaa. Nasikia kuna chumba hapo wanakaa wadada kama 9 hivi au 8. Sasa ungenikutanisha nao kidogo. Ili tuwe tunapiga story kama hivi mimi na wewe tumefahamiana au unaonaje? Yaani kitu kama hicho yani inakuwa inapendeza vitu kama hivyo. Kwani ndio umekuelekeza hapa? Ndio wamenielekeza hapa lakini sasa mimi wamenielekeza tu kwa sababu mimi huaga ni mtu mchangamfu yani kama unavyoniona haya. So yani ungenionyesha labda kwamba ndio chumba hiki hapa wanakaa au chumba kile pale, au chumba kile pale kidogo ili nipige nao tu story yani kama jinsi ambavyo. Na wewe kama ni mmoja wapo pia unaweza ukaniambia na mimi ni mmoja wapo na hao wadada wanaokaa 9 8 ili familia iwe kubwa, tengeneza familia iwe kubwa. Si unajua? Unaweza kunisaidia kwenye hilo. Kama ni raia kawaida, mbona ile kofia aliificha? Hapana. Maana kama binti ana kitu. Na sidhani kama huyu Aroni pa direction hapa kama kakosea. Lakini nyumba ni hii niliyoelekezwa. Lakini mbona kama nikiongea naye dada kuna kitu ananificha hivi, anajing'ata. Lakini sio kesi. Nitatumia cheo changu kama askari. Nitamjaribu kumweka dada karibu. Nitahakikisha kama ni hapa, nitahakikisha nimewabaini kwenye mikono yangu. Sio mbaya. Usinifanyie hivyo. Kweli sipajui kwa kweli. Kwa hiyo hawakai hapa. Amna bana. Sipajui. Kweli? Kwa sio. Mimi ongea, usiogope. Amna, mimi ni mpangaji pia hapa lakini hao wadada hata kitu mnatuseme amna. Zaidi ya 2 kwa 3 basi. Sijui kuanzia 5 hadi 9. Hapana. Okay, kwa hiyo unakaa peke yako? Na ndugu zangu. Kwa ngapi? Kwa 3. Kwa 3. Yaani baba, mama. Kakangu na maswali. Kakangu. Ndio kwanza nakujua leo lakini na maswali kaza kitu cha polisi. Okay basi tuachane na kwa sababu tushafahamiana. Sio mbaya, nitakuwa nakuja kuwatembelea nini. Unajua? Sawa. Unaweza basi ukanyaga hata na mkono kidogo. Sio mbaya. Haya. Karibu tena. Kwa hiyo umesema hapa hakuna chumba ambacho wanakaa au? Na wale kuelekeza. Wamekudanganya kwa kweli. Sio hapa? Sio hapa. Una hakika?
Okay, lakini sio mbaya. Sawa. Ndani nikilia kimya, marafiki wengi lakini upweke hauishi. Usingizi wa tabu kila usiku na nisitiri, nikagundua amani si gari. Vipi tena mke wangu, mbona hivyo? Mbona hivyo vipi? Wewe mabegi sikuelewi. Kwanza unielewi vipi? Yaani tangia jana tuachane, hizo ngome pataki. Yaani maneno yote ya jana umeshapitia kwa wanawake zako na ngome badilisha. Mimi nimelala polisi mke wangu. Na hizo nguo. Hebu njoo ndani mabegi hapa. Yaani hapa penyewe nikupo na kusubiri wewe. Nimekuita kule baa ili nikuombe msamaha. Ingawa makosa unafanya wewe, msamaha nitaka nikuombe mimi. Lakini bado niko baa mbele ya macho yangu. Huku nakubembeleza lakini bado naangalia wanawake wengine. Mke wangu, mimi ni mtu mzima. Ile mitihani tu na macho yana pazia. Naweza nikaangalia kitu chochote kile. Usinisi hivyo mke wangu. Kwa hiyo unanifanya mimi mtoto eh? Macho yana panzia kwa kuangalia vidada vidogo. Mimi nimekukosea nini mume wangu? Yaani nimekuvumilia, tumeishi mimi na miaka mingapi? Nimekuvumilia miaka mingapi? Leo visichana vile pendo vije kutuachanisha mimi na wewe. Anakudanganya nani mke wangu kama mimi naishi na wasichana wale? Kwa hiyo na mimi ni kipofu, sikwani unayafanya yote? Mke wangu, mimi na wewe tumetoka mbali sana. Hapo hapo kwanza ishia. Nisikilize basi, hebu nisikilize kwanza. Nisikilize. Naomba unisikilize kwanza. Mimi na wewe tumetoka mbali sana. Kwa kunihisi huko loko nihisi, unanikosea sana. Mimi si mtu wa hivyo. Mke wangu, sikiza kwa nikwambie. Yaani mimi nimeshakuchoka. Kwanza leo mimi na wewe basi. Kwa hapa nilikuwa nataka nipeke funguo hapo ungeikuta mlangoni. Bahati nzuri umekuja mwenyewe. Funguo yako hii hapa kwa heri. Mimi na wewe basi. Ya kwa niondoke maana yake utaniumiza kitu. Amani ya moyo, amani ya moyo, amani, amani, amani ya moyo. Mbona mmevaa hivyo mpaka mdokoni mjini kwa muda wa kutoka? Jamani, hivi unavyotoa na mavazi yetu haya ndio tupasasamba dada. Masponsa wenye akili zao upo. Sio tunakuletea vidole unakuja vinatoka wapi? Vinatoka wapi? Kwa masponsa wenye akili. Nyie mtashare 2,200 zenu hizo hizo kwa sababu anaona kabisa ni maharage ya Mbeya. Au ndo mnaamini waganga tena? Anaendaga. Nimeambiwa tatizo nyota, mjini nyota dada. Kama huna nyota utakaa ndani. Jamani, samahani. Kuna mtu alikuja hapa. Na yule mtu anavyoonekana sio mtu mzuri. Yaani kwa haraka tu. Inaonekana kama vile ni askari. Kama sio askari basi mpelelezi. Akanaulizia yani wapi wanakaa wadada, yani chumba kimoja. Wanakaa wadada yani kuanzia yani wapo 9 hivi 10 hivi. Lakini mimi nikashindwa kumwambia. Nikamwambia tu mimi sijui wapi wanakaa. Lakini kwa jibu moja ilikuwa natulenga yani sisi ambao tunakaa humu ndani. Lakini mimi kwa kuwashauri nilikuwa naomba tu yani tuachane na hiyo kazi. Yani mwachane na hiyo kazi. Tutafute yani kazi nyingine tu tuende na maisha. Ipo siku tutapata majanga yani. Yaani wote tutasombwa. Yaani anapoongea kwa kujiamini ndio anaponichosha mimi. Eti tuacheni hizi kazi. Tutapata unafanya wewe kazi yenyewe. Au tu kujitia pashao. Sasa nikwambie wewe na huyo mgeni wako ulikuja hapa. Kwa ninavyoona kabisa huyo hakuwa askari wala afande wala saidia askari.
Huyo alikuwa anataka show, alikuwa anataka kazi, hela yake ilikuwa inamwasha. Ila kwa jinsi alivyokuja hapa, alivyokuangalia juu mpaka chini, akaona kabisa hapa kama sio KKT mama hii sio kwa Mwamposa, akaona hapa sio vyangu, haviniwezi. Na kwa Mwamposa sio mwimba kwaya, maana kwa mwimba kwaya ingekuwa mule mule wewe unavyoonekana. Kwa hiyo usipotezee muda, sisi tuna safari zetu. Huyo alikuwa anataka mishe, sema walembo wajawakuta wewe. Hebu niangalie vizuri. Ni chenye mimi. Jamaa anatusheleshia muda tu dada. Bye. Ukuta unawasha vyombo. Lakini dada, huenda ni kweli anachokisema. Haya. Tumetoka kwa Mwamposa kwa ni Musa. Jamani, hebu tuondoke bwana. Amani ya moyo.
Karibu sana. Kwema, habari za siku? Umepotea jamani. Kweli? Ndio sasa yani usitembelee kwa wewe jamani. Au umeniama? Amna mambo. Karibu sana. Leo sina nilikuwa napita nikahitaji nimesahau kulipia. Kama nimechukua. Ziko mbao hapa. Bila kuka za shinga kwa vipi na nini kwanza? Moja mia. Amna bana. Vipi na nini? Kuna vitunguu, kuna nyanya hapo, kuna vile kama hivyo, mao, karoti. Nataka pilipili moja tu yani. Moja. Hamna kingine? Yeah. Amani ya moyo, kitu cha thamani kuliko mali yote duniani. Nilizunguka dunia nikitafuta furaha, nikadhani pesa ndiyo dawa ya maisha, lakini moyoni bado kulikuwa na majeraha. Tabasamu usoni, ndani nikilia kimya.